Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 2 ya mwezi wa pili mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Jumatatu. Nikualike kunako dukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari leo kwa kipaumbele ni Mwigulu aita watalii, asema Tanzania ni salama, waje kuona tofauti na hawatasahau. Habari kamili ni katika ukurasa wa pili. Mbarawa ataja mambo matatu wekezaji Tazara, sekta ya uchukuzi yazidi kuimarika siku 100 TRC, mambo safi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Bunge kujadili kuamua nyaraka tatu dira 2050, habari katika ukurasa wa 3. Ulega agiza mkataba wa mkandarasi uvunjwe, habari katika ukurasa wa 3. Mkuu wa majeshi aonya wahitimu mambo 6, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Tanzania yaanza kutafiti madini kwa helikopta, habari katika ukurasa wa 7. Ujenzi shule 26 za sayansi za wasichana tayari, habari katika ukurasa wa 8. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Habari picha ikimwonyesha Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akipokea tuzo ya kiongozi mwenye maono kwa niaba ya Rais Samia Suluhu Hassan kutoka Wizara ya Maliasili na Utalii. Dr. Shatu Kijaji kuliani mkuu wa mkoa wa Arusha Amos Makala. Pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu, ninalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Mwigulu awakingia kifua wazee, aonya tabia ya vijana kujibizana na kukejeli wazee na viongozi wa kiroho, haimiza uvumilivu wa kijamii. Wachambuzi wafafanua kauli yake, habari katika ukurasa wa 3, nukuu yake ikisema anatokea mzee mtu mzima mstaafu au ambaye kwa rika ufungani naye. Amesema jambo unajibu kama ni mwanarika mwenzako. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 3. Serikali ya umoja wa kitaifa bado kizungumkuti, siku 9 za salia, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Alichosema mwanasheria, hii hoja ya siku 90 inatokea wapi? Hatufanyi kazi kwa presha ya siku 90. Hatuna presha ya kikatiba na rais hana hiyo presha ya kikatiba ya kujaza ndani ya siku 90. Hii ni nukuu ya Omar Isa Shaban, mwanasheria mkuu wa ACT. Ripoti maalum sababu Iringa kwa kinara wa udumavu, habari katika ukurasa wa 14. Wasiwasi serikali ikianza kutekeleza mkakati wa KKK, kutengenezwa kwa mkakati wa kisayansi na kujenga umahiri wa kusoma, kuandika na kuhesabu KKK kwa watoto wa elimu ya awali na wanafunzi wa darasa la kwanza na la pili kumeibua mjadala miongoni mwa wataalamu wa elimu, wakiwemo wale wanaoonyesha wasiwasi kuwa unaweza kuwa mkakati mwingine mzuri kwenye makaratasi bila kutatua changamoto halisi zilizopo shuleni. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 4. Nusu ya watahiniwa kidato cha 4 wapata daraja la 4.0, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 16. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Kila siku Fort Johanna Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha
na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori. Watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikua kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Fort Johanna Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ubunifu, ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka 1 hadi miaka 5. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615. Tulitazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Ulega agiza mkataba wa mkandarasi uvunjwe, ataka asipewe kazi tena nchini, asema sheria itafuatwa, awanyoshia kidole wanaoisababishia hasara serikali. Habari katika ukurasa wa 4. Habari picha ikimwonyesha waziri wa ujenzi Abdallah Ulega akizungumza na mkandarasi, ambapo amewapa maagizo kwanza utaratibu wa kuvunja mkataba wa mkandarasi huyo kutoka China anayefanya kazi ya ujenzi wa barabara ya Omrushaka Kirwa yenye urefu wa kilomita 50 katikati ya mkutano na wananchi wa Kirwa mkoani Kagera baada ya kumaliza ziara ya ukaguzi wa maendeleo ya ujenzi wa barabara hiyo. Profesa Mkenda afunguka utekelezaji ahadi za Samia. Habari katika ukurasa wa 4. Tanzania yafungua milango kuimarisha uhusiano na EU. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. LATRA yasitisha kampuni 4 kutoa huduma za tiketi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Makatibu tawala wa mikoa nchini wapewa maelekezo. Habari katika ukurasa wa 4. Waziri Balozi Musa aimwagia sifa benki ya TADB. Habari katika ukurasa wa 5. Zaidi ya 200 wafariki katika mgodi ulioporomoka DRC. Habari katika ukurasa wa 19. Madereva wa mwendo kasi 1050 watakiwa Qatar. Habari katika ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Nalo gazeti Nipashe Mwanga Jamii lenyewe limeandika siku ya sheria, Mwabukusi aichambua mafanikio tulikokwama. Habari katika ukurasa wa 2. Anadavua sheria mbalimbali akionyesha matobo na maeneo yanayofanya vizuri, namna makosa yamegeuka kuwa chanzo cha mapato. Mkwamo wa katiba mpya, ataka jeshi la polisi lifumuliwe, wabunge wasiwe mawaziri, huku posho mishahara ikipunguzwa, majaji waombe kazi kuyake kisema. Ukiangalia uandikaji wa sheria umegeuza makosa ya jinai kuwa chanzo cha mapato na sio kutisha tena. Mfano, katika sheria ya makosa ya mtandao kuna faini mpaka milioni 5. Hii inaonyesha wazi kwamba ule mfumo wa haki jinai tumeupotosha. Nukuu ya rais wa TLS Boniface Mwabukusi. Wadau waona tatizo Kangi Shabibi kuitwa TAKUKURU. Habari katika ukurasa wa 8 wa gazeti hili, nukuu ikisema kuhusu upande wa TAKUKURU, tulichopaswa kukisikia sio kwamba tumewaita, bali kwamba tunafanyia kazi maneno yao. Tumewaita inaleta mashaka kwamba unataka kuwajibisha. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 8. Mahakama ya mnusuru miaka 30 jela kwa kubaka mwanafunzi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Sekondari zenye majina viongozi za Burunga za faulisha. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 8 wa gazeti hili, siku moja baada ya Baraza la Taifa la Mitihani NECTA kutangaza matokeo ya wanafunzi waliohitimu kidato cha 4 mwaka jana. Uchambuzi wa Nipashe umebaini kwamba baadhi ya shule zenye majina ya viongozi kuwa na matokeo mabaya. Ulega agiza mkataba wa mkandarasi China uvunjwe, sheria imbane. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. Tanzania yaendelea kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia Ulaya. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Tulitazame sasa gazeti Uhuru ukweli daima lenye limeandika mambo safi, reli za kisasa mijini. Serikali ikamilisha upembuzi yakinifu wa ujenzi wa majiji ya Dar es Salaam, Dodoma. Lengo ni kupunguza msongamano wa usafiri wa umma na kuongeza tija katika miji mikuu. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 2. Kuoza meno kunavyochangia ongezeko la saratani ya kinywa. Habari katika ukurasa wa 5. Madarasa 1000 kujengwa shule za msingi sekondari. Habari katika ukurasa wa 18.
Ulega agiza kuvunja mkataba wa mkandarasi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Tanzania yaongeza ushirikiano kimkakati na Umoja wa Ulaya, habari katika ukurasa wa 7. Rais Samia achangia milioni 50 ujenzi kanisa KKKT Arusha, habari katika ukurasa wa 2. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, kweli daima. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Gazeti Mwanahabari nalo mikononi mwangu lenyewe limeandika Tanzania yafungua milango EU. Ujumbe wa Tanzania ukiongozwa na Balozi Kombo umefanya mazungumzo na viongozi wakuu wa Umoja wa Ulaya, malengo yakiwa ni kuimarisha ushirikiano wa kisiasa, kiuchumi, kiusalama, habari katika ukurasa wa 3. Ulega hapoi agiza kuvunjwa mkataba wa Mchina, ataka kazi apewe mzalendo mwenye uwezo, agiza wanaotia hasara serikali nao kushtakiwa kuhujumu uchumi, habari katika ukurasa wa 3. Ufanisi wa uendeshaji TADB wa mkuu na waziri wa fedha, habari katika ukurasa wa 5. Dr. Mwigulu atoa rahi kwa wanaoleta kejeli kwenye masuala ya imani, habari katika ukurasa wa 4. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahabari katika ukurasa wa 2. Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi, lenyewe limeandika Hemedi aitaka jamii kuimarisha maadili mema, kudumisha amani, aipongeza Al Hikma Foundation kwa kuendeleza mashindano ya Qur'an, habari katika ukurasa wa 2. Ongezeko la talaka linachochea unyanyasaji wa kijinsia, habari katika ukurasa wa 3. Dr. Khalid haimiza ufanisi uadilifu wa mamlaka ya usafiri barabarani, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Mashambulizi ya anga Israel yaua watu 27 Gaza, habari katika ukurasa wa 9. Tanzania yaongeza ushirikiano wa kimkakati na Umoja wa Ulaya, habari katika ukurasa wa 2. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi. Na sasa tugeukie habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenyewe limeandika Pedro litakufa jitu, agomea ishu ya Boka, kule ni fainali, habari katika ukurasa wa 10 na ukurasa wa 11. Simba da hesabu zinakuja zinagoma, habari katika ukurasa wa 10. Matokeo yake ni Simba 2 Esperance de Tunis 2. Msimamo wa kundi, Simba na alama 1 ikiwa katika nafasi ya 4. Nafasi ya kwanza ni Stade Malien yenye alama 8, Esperance de Tunis na alama 6, wakati Petro Atletico yana alama 5. Jicho la mwewe na Edo Kumwembe, Yanga Morocco inaweza, habari katika ukurasa wa 15. Azam ya Nasam Nigeria, habari katika kurasa za ndani. Arsenal pigo tena, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. TPL Jumatatu ni Mtibwa dhidi ya Tanzania Prisons saa 10 kamili jioni, Jamhuri Dodoma. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti, kata kiu ya michezo na burudani. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Gazeti Habari Leo limeandika Simba yasubiri miujiza, Singida yafa ugenini, habari katika kurasa za ndani. Pedro atamba kuivusha Yanga makundi, vita kuwania nafasi muhimu ligi kubara, habari katika kurasa za ndani. Uwanja wa Afcon fumba kukamilika kwa wakati, habari katika ukurasa wa 23. Wimbo darasa la 7 wa Mbosso vunja rekodi, habari katika ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe Mwanga Jamii lenyewe limeandika Simba fungu la kukosa, yanyang'anywa nyama mdomoni na Esperance de Tunis, sasa mnyama anasubiri miujiza. Ili undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani. Yanga yasema pointi 1 itawabeba CAF, habari katika kurasa za ndani. Freak amtabiria Yamal makubwa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe, na gazeti Nipashe linakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania Jumatatu ya leo.